Kwa majina naitwa Ahmed Said Mohamed, ni msaidizi manager division ya udhibiti udanganyifu kutoka ZHSF. Leo tulikuwa tuna mkutano na walimu wa wilaya mjini Magharibi, na ikiwa na lengo la mkutano huu kukutana na walimu kama ni sehemu ya wadau muhimu, lakini ni wanachama wafaidika wa ZHSF. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana nao kwa lengo kwanza kuendelea kuwapa elimu ambayo inahusiana na namna gani ya kuweza kufanya usajili, lakini vile vile kuweza kupata huduma zilizokuwa bora, taratibu za upatikanaji wa huduma, lakini vile vile kuonesha ushirikiano na uzalendo kwenye kuripoti matendo ambayo ni ya udanganyifu ambao kwa sasa yanaonekana kwamba yanakithiri na yanadorotesha maendeleo na adhma ya serikali katika kuwapelekea wananchi na wanachama huduma bora. Na hii mkutano wetu kwa kweli umekuwa ni mkutano ambao umetoa matunda, sababu walimu wenyewe wameweza kufurahi, lakini pia wamepata kuelewa mambo mengi, wamepata kuuliza, na tunategemea matokeo chanya katika kuona tunaboresha huduma zetu kwenda vizuri, lakini pia vile vile kuhakikisha kwamba kila mwanachama anapata kile ambacho anastahiki, lakini pia watoa huduma wanatoa huduma ambazo zilikuwa ni bora, na ZHSF vile vile waweze kusimamia huduma vizuri kama ni wanunuzi wa huduma Zanzibar. Changamoto ni sehemu ya maboresho, tukiwa tukazichukua changamoto kama ni sehemu ya maboresho. Na sisi hatusemi kama ni changamoto, tunasema ni maboresho. Ndio maana tumekuwa ZHSF tumekuwa karibu sana kuweza kuhakikisha tunakutana na wadau kila siku, kwa sababu kama tunavyojua kwamba mfuko wetu ni mpya, lakini pia hata wanachama ambao tunawapa huduma ni watu ambao wengi katika hao hawajawahi kuwepo katika mifuko kama hiyo upatikanaji wa huduma. Kwa hiyo tunategemea mambo mbalimbali yataweza kujitokeza. Sasa sisi kama ZHSF ni wajibu wetu kuweza kuhakikisha tunakutana nao kila baada ya muda, kuwahabarisha, kuwaelimisha, lakini kuwapa mikakati imara ya kuona kwamba tunaenda katika utaratibu ule ambao serikali umetuelekeza kuweza kufanya. Wetu kwa jamii, kwanza jamii endelee kufanya kazi na ZHSF vizuri kwa kufuata miongozo, taratibu za kisheria. Wale ambao hawajajisajili waweze kujisajili, na wale ambao wanaenda watoaji wa huduma, na maanisha watu wa huduma waweze kutoa huduma kwa mujibu wa makubaliano wa ZHSF, lakini pia na miongozo ya Wizara ya Afya Zanzibar, ili kuona kwamba serikali inafikia adhima ya kuanzisha kwa mfuko wa ZHSF na kuwapa huduma ambazo ni bora, zenye tija na maslahi kwa wanachama.